Bana, tumesalia na saa kadhaa tu kuelekea kwenye kuishuhudia finali za kombe la dunia. Ilikuwa siku tukaanza count hatimaye kesho tunakwenda kushuhudia watu wanakata utepe wa finali za kombe la dunia. Huo ni usiku wa deni, uchelewi kukucha. Usiku wa deni, uchelewi kukucha. Au hauchelewi kukucha, au haukawii kukucha. Vivyote vile. Usiku hata uwe na kiza kiasi gani. Au utakucha tu. Kwa hiyo tunakuwa nadaiwa. Kwa usiku unakuwa mfupi sana. Bwana wewe. Kwa hiyo wao wahenga ndo walitoa ile usiku wa deni au kawii kukucha. Sasa mimi si nimefumba macho sasa hivi tu, mbona ajue tayari. Wewe lipa za watu saa 5 ndio hii hapa. Ni wakati sahihi, tunaenda kuona vitu sahihi. Tunaenda kuona vipaji vyetu vya dunia vinaenda kuonekana vile, ule ndio mkusanyiko wa vipaji vya dunia. Kwa hiyo tunaamini kuna mambo mengi tunajifunza na tunayaona. Unajua World Cup za miaka ya nyuma kulikuwa na hadithi nyingi zinakuja. Kuna vijana wengi walikuwa wanatambulishwa kwenye World Cup kama hiyo, wanakuja kuona kwa mara ya kwanza. Wakija ujui wanatoka kwenye nchi zao, mataifa, timu ambazo nyinyi hamzifuatili sana. Lakini wanakuletea mtu, unakuja kumuona, kumbe kuna mtu akitoka pale au Haiti au Jamaica. Kwa hiyo akitoka pale unaona sasa yes, kuna kitu kimekuja. Kwa hiyo nadhani naona bado tunakukumbusha unayo nafasi ya kuweza kuona, unalipia kisimbuzi chako kwa ajili ya kushuhudia uhondo wa finali za kombe la dunia. Na nikuarifu tu ya kwamba familia ya Azam TV imeendelea kuwa kubwa. Ukitembelea kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii huko utashuhudia ugeni unazidi kuongezeka, wachambuzi, watayarishaji, lakini bila kusahau watangazaji wenye vipawa vikubwa kuwahi kutokea, nao watakuwa sehemu ya kuipendezesha finali hizi za kombe la dunia. Watu watakuwa wameketi kwenye gaya adhimu kabisa ambalo limepambwa na wachambuzi wabobevu kabisa wa masuala ya kandanda. Nimeona jana Dr. Liki amekuwa sehemu ya jopo la wachambuzi ambao watakuja kuwa wanachambua. Nikamwona Edo pia ikamgusa. Edo Kumwembe naye yuko hapa kwa wakati wa historia, anasema mara mwisho alikutana naye 2003. Mara ya kwanza wanakutana wakati wapo kwenye channels nyingine ambazo kwa zinarusha michuano mingine ya vilabu. Kwa hiyo wanasema kwenye kuokota zile sine tunataka kuokota zile padium kwa Dr. Liki by then kama unavyomuona alikuwa tayari. Kwa hiyo bwana, sasa mimi langu baki nayo wewe kijana wangu. Kwa hiyo tangu hapo kufanya kazi pamoja ndio wamekutana tena hapa. Alitaja kituo cha kwanza ambacho alikutana nacho. Akataja kituo cha pili tena ambacho alikutana nacho tofauti. Wakakaa tena wakaja wakutana sehemu nyingine tofauti. Lakini leo anasema anafurahi. Alisema kwenye kiwango cha fedha ambacho alikuwa analipwa. Kipindi hicho Edo Kumwembe alikuwa mdogo sana. Alikuwa 30,000 13 hizi 30 kipindi hicho nonga bado, yani kipindi hicho hizi 30,000 bwana, mpeni Edo bwana huyu. Leo anakuja kuongeza hadhi na thamani ya matangazo haya finali za kombe la dunia. Lakini pia watu hawa kusema kweli ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa na uzoefu mkubwa sana kwenye finali hizi. Wana historia kubwa sana, wana vitu vingi sana. Kizazi cha leo kitapata nafasi ya kwenda walau kukumbushwa huko nyuma. Yani kama utakuwa na wasiwasi na Dr. Liki, Shafi Dauda, yani Justin Kesi, Edo Kumwembe, Zuberi Mkalaboko, George Job, bwana sasa wewe uona akina James Samuel, akina Abisai, wewe sasa wanataka yani uwe na amani ipi tena kwenye uchambuzi wetu? Tunakukumbusha tena na tena, bado hujachelewa. Unayo nafasi ya kulipia kisimbuzi chako sasa kwa ajili ya kwenda kuona mechi zote hizo. Unaweza ukalipia shilingi 35,000, lakini unaweza ukalipia shilingi 28,000 kuweza kuona mechi zote 104 ndani ya kisimbuzi chako cha Azam TV. Nilikwambia ya kwanza 35 kule, kwa maana ya pale sasa utakuwa wewe umelipia chaneli zote ambazo zinapatikana ndani ya kisimbuzi cha Azam TV. Unayoitaka wewe unaipata. Lakini kuona finali za kombe la dunia ni kwa shilingi 28,000 tu. Unaweza ukalipia mwezi mmoja, miezi miwili, mitatu, minne, mitano. Itategemea na wewe mfuko wako umeshiba kiasi gani. Naruhusiwa hata kulipia mwaka mzima kwa ajili ya kushuhudia uhondo huu wa finali za kombe la dunia. Jana tena nikaketi saa 1 usiku nikawa nafuatilia yale ambayo linaniambia ni afuatilie. Kwa hakika sasa najiona wewe Sheikh unaonekana ukibana tunanitaja mimi kama. Najiona na kuwa mraibu sasa. Ushaingia kwenye chama. Najiona kabisa. Naanza kuwa mraibu wa chaneli ya Azam 2. Bana safi sana kaka. Kuzuri kule.
Sasa hii mbaya kwangu hii. Nzuri na ubaya gani? Najiona kabisa nina uraibu wa kutupwa. Yani tayari imekuwa kama biskuti iliyowekwa kwenye kioevu. Nimerovyo rovu na kutebwereshwa tebwere. Mimi sasa hivi bila kukaa kuiangalia Azam tu. Ndio maana nasema yani Idi, sitakupa idhini tena wala sitakupa ithibati ya kutuambia yanayopatikana kwenye chaneli ya Azam 2. Unanipa mateso kaka. Yani nimekuja kugundua pia ukifeli kuangalia saa 1, saa 2, ndio, saa 3, ndio, saa 4, ndio, hizi tamthilia za Azam 2 zote ukazikosa kuziangalia, ukiketi pale kuanzia saa 5 usiku unateleza, unaiona ya saa 1, unaiona ya saa 2, unaiona ya saa 3 na ya saa 4 unaiona. Sasa huu ni ulevi. Nimelewa tila kaka. Usilewe, usinifanyie hivyo. Umeniweza kuzuri kule kabisa. Nakula kuzuri na sasa hivi nilivyokuwa naanza kupata wenda wazimu, unalainisha, unajua michezo yani wakiweka tu tangazo na Hamia Sinema Zetu, mimi wa kuangalia Sinema Zetu. Azam nye. Kweli yani ilikuja tu tangazo. Kwa mfano kama jana eti limekuja tangazo, wife ananiambia weka Sinema Zetu. Na mimi ndo niko na remote. Idi, wewe. Hebu tukumbushe kidogo kwa mteja ambaye ndo anafuatilia kwa sasa. Kuna nini kwenye channel yetu ya Azam 2? Sababu tunajua tamthilia imeanza, wote tunafahamu ni ya Game of Destiny ambacho kinaendelea hivi sasa. Tulizungumzia kuna wapenzi wamekutana tu kwenye matukio ambayo huenda wakawa wapenzi. Hapa namzungumzia Asia pamoja na Mahil, ambaye kuna historia nyingine ambayo huenda watu wawili wanafanana. Mahil tumeona kwenye familia ambayo wameingia, ni familia ambayo yeye ni mtoto wa kambo kwenye ile familia, na mama wa ile familia ambayo yupo kwenye ile bezi ampendi yule kijana. Kwa kama amekuja na yeye kama kakisasi kake hivi, anataka kakalipe, lakini kuna penzi ambalo kama nature inalazimisha iweze kutokea hivyo, kwa sababu alipopata ajali Mahil na Asia. Kwa hiyo yule mdada wa Asia yeye alijitambulisha kama mke wa Mahil japokuwa hajaoa. Kwa hiyo kuna vitu vinalazimishwa hapa viconnect, wakati Kemal ambaye alikuwa ndo mke halali kabisa wa Asia, kwa hiyo anaumia anaumia moyoni ambao anaendelea, kwa sababu anajua ile ni familia yake. Kwa hiyo kuna vitu vinakuja hivyo, sometimes anabeba mtoto wake kimoja cha kiume kile, ila Mahil yosiri bado hajajua. Kwa hiyo ambayo imetokea jana, ambayo inakuja leo, kuna polisi wanakuja pale wanamtafuta yule dada ambaye alifanya mauaji alipotoka. Kwa hiyo kuna hiyo center ambayo imeingia hapo, lakini kwenye tamthilia ya saa 2 ya Asel ambayo inaendelea hivi sasa, Asel hatimaye, kwa sababu tunajua alivyotoka jela muonekano kabadilika, ameenda kwenye familia yake kwa mama yake kabisa. Kwa ile mama na mtoto wake hata badilike vipi anakuwa anamjua. Kwa alivyomshika akasema bwana wewe ni mwanangu. Kwa Asel amekataa mimi sio mwanao sio nini, lakini kinadharia hiyo mama amejua, na yule mdada ambaye alimsababishia Asel ende jela ambaye ni hayati amejuta sasa. Ananiponza huyu. Anajutia. Ile ananiponza. Usinifanyie hivyo Idi. Kwa anajutia. Mimi sio kuangalia Azam 2. Shekhe angalia vizuri. Mimi wakuhamisha mpaka Sinema Zetu. Ujue hii michezo tunayoifuatilia mipira hii. Ujue vitu vinachemka kaka, mifumo sio nini, baadaye unaona unalainisha.